Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea habari. Huu ni mwendelezo wa issue ambayo imetokea, sio issue, tuweza kusema kwamba ni taarifa ya kusikitisha ambayo imetufikia leo mapema kabisa hapa Tanzania, kwamba moja kati ya wanadada ambao walikuwepo katika Bongo Movie, moja kati ya wanadada ambao walikuwa ni waigizaji wa Bongo Movie hapa Tanzania, anayefahamika kwa jina la Carolina Hawa au kwa jina rahisi zaidi ambalo lilikuwa ni maarufu, mwanadada huyu alikuwa anafahamika kwa jina la Karina. Umeona, so huyu dada bwana ameugua kwa takribani zaidi ya miaka 7, almost miaka 8. Huyu dada amekuwa akiugua, na sababu ya ugonjwa wake ni kwamba alikuwa na matatizo katika utumbo mkubwa. Umeona, yani utumbo wake mkubwa ndio ulikuwa na matatizo, jambo ambalo limepelekea kupatwa na hiyo adha kwa muda mrefu kiasi hicho. Sasa huyu bidada bwana, kitu ambacho tunachokifahamu ni kwamba baada ya kuugua kwa miaka yote hiyo amefanyiwa operation zaidi ya 21, na hiyo ilikuwa ni Disemba mwaka 2023 kwa mujibu wa records ambazo tuko nazo. Mnamo Disemba mwaka 2023 ndipo alifanyiwa operation yake ya 21 kwa ajili tu ya kuweza kusolve tatizo ambalo alikuwa nalo. Ni kwamba alikuwa na matatizo kwenye utumbo mkubwa, kwamba utumbo wake mkubwa ulikuwa ufanye kazi, hivyo basi moja kwa moja ilibidi ukatwe. Asilimia kubwa sana ya utumbo wake ulikatwa, ukawekwa pembeni, na ikabidi watafute njia nyingine artificial kwa ajili ya yeye kuendelea kusurvive. Na hicho ndicho kitu ambacho alichokuwa akipambana nacho kwa muda wote huo mrefu. Na hata siku ambayo amekatwa utumbo alifanyiwa interview na akaeleza kwamba, akasema kwamba utumbo wa binadamu kumbe ni mkubwa, ulijaa kwenye ndoo, na picha zipo. Kaka yake alikuwa alipiga picha za hiyo operation ambayo alikuwa amefanyiwa baada ya kukatwa utumbo waliuona. So ni vitu vya kusikitisha, vya kutisha, vya kuhuzunisha huyu dada alikuwa anapitia, na sababu exactly ya hilo tatizo la utumbo haikuwa imefahamika wazi. Hata yeye mwenyewe pia alikuwa hajaelewa, lakini alikuwa kuna siku alielezea kwamba aliota tu kama vile amechanwa tumbo, then siku alikuja kuamka akakuta kwamba kweli ana hilo tatizo, akaanza kujisikia maumivu na mpaka akapelekwa hospitalini, na hapo ndipo tatizo lilipoanzia miaka 8 iliyopita. Sasa hivi karibuni ni kwamba kwa msaada wa Mheshimiwa Rais, mwanadada huyu bwana alipatiwa udhamini wa kwenda India kwa ajili ya kwenda kufanyiwa operation, na katika operation ambayo alikuwa anafanyiwa huko India alikuwa anaendelea vizuri huyu bidada, lakini kwa bahati mbaya ndo hivyo, na alitakiwa arudi leo actually, lakini ndo siku hii leo ndo tukapata hizo taarifa kwamba amefariki mwanadada Karina huko India. Sasa hii safari ya Karina kutoka Tanzania kwenda India ilikuwa documented, ilifanywa kama documentary na mwanadada nguli kabisa anafahamika kwa jina la Imelda Mtema. Nadhani kama watu wanamfahamu, huyu ni mmoja kati ya waandishi wa habari mashuhuri kabisa, hata mimi mwenyewe pia uaga na muadmire sana kazi anazozifanya. So mwanadada Imelda Mtema ndiye alienda na Karina mpaka India kwa ajili ya kufanya documentary, kuwajuza wa Tanzania kila hatua ambayo Karina alikuwa anapitia. Na walipofika tu, Imelda aliwajuza wa Tanzania kupitia kurasa yake wa Instagram, aliandika kwamba Imelda alienda India kule kwa ajili ya kwenda kumtazama, kumjulia hali Karina wakati alivyoenda kule, na kufanya documentation ya matibabu inavyoendelea na hali yake jinsi ilivyo. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kama surprise. Kwa hiyo mwandishi mahiri kabisa wa habari kutoka Tanzania, Imelda Mtema, alifunga safari mpaka nchini India kwenda kufuatilia maendeleo ya mwanadada Carolina Hawa maarufu kama Karina, ambaye alipelekwa nchini humo kwa matibabu. Karina amefanyiwa upasuaji mkubwa wa tumbo kwa ajili ya kutibu tatizo linalomtesa kwa miaka mingi. Umeona, lakini haikuishia hapo. Pia vile vile mwanadada Imelda alishare na Watanzania kwa ujumla kuhusiana na jinsi ambavyo alivyofanyiwa operation, mpaka hii ilikuwa ni siku ya March tarehe 23 mwezi March tarehe 23. Ilikuwa ni mwezi wa 3 huu tarehe 23, ambapo Imelda tayari alikuwa ameshafanyiwa operation, ambapo ambayo alikuwa amefanyiwa, sio Imelda, huyu ni Karina alifanyiwa operation takriban masaa 10. Na hapa akaposti, Imelda aliposti kuwajuza wa Tanzania kinachoendelea kuhusiana na hali ya Karina. Akaandika kwamba bwana, Imelda amefanyiwa operation takriban masaa 10 kwa ajili ya kusolve tatizo ambalo lilikuwa linamsumbua kwa miaka mingi. Lakini pia vile vile ni kwamba
Mwanadada Carolina Hawa almaarufu kama Karina kutoka tasnia ya filamu nchini Tanzania yuko India akiendelea kwa ajili ya matibabu. Hii ni posti nyingine ambayo aliiweka ya tumbo lilikuwa likimtesa kwa miaka mingi. Akiwa huko amezungumza na mwandishi wa habari Imelda Mtema na kueleza jinsi alivyokatwa sehemu kubwa ya utumbo mpana ambao ndio uliokuwa umebainika kuwa na matatizo. Kwa hiyo hii ndio interview ambayo yeye mwenyewe bidada Karina alikuwa anaelezea kwamba amekatwa utumbo, na utumbo uliokatwa ni mkubwa sana, ni kiasi kubwa sana cha utumbo kimetolewa mwilini mwake na kimewekwa kwenye ndoo wakati kwa ajili tu ya kuokoa uhai wake, umeona. Na kaka yake ndo alipiga picha kuona utumbo ambao dada yake ametolewa. Wangu mkubwa ndo shida. Ilionekana kwamba wao wenyewe ndo wanaleta changamoto zote hizi. So mwanadada Karina alikuwa akieleza kwamba utumbo wake mkubwa umegundulika alipofika huko India, ndio ulikuwa na shida. Kwa hivyo basi huo ndio ulikuwa unaleta changamoto zote hizo. Kwa hiyo akasema kwamba takriban 85% ya utumbo wake mkubwa ilibidi ukatwe, unaobaki kidogo unganishwe na utumbo mdogo, na hiyo italeta shida kwenye swala zima la kula mpaka pale ambapo ubongo utakapoadjust kwamba kuadjust mazingira mapya ya hali ya mmeng'enyo wa chakula tumboni kwake, ndipo atakuwa katika hali ya kawaida, yani atakuwa sawa. Wewe hautakiwi kuwepo. Kwa hiyo unatakiwa asilimia kama ni 100% utumbo mkubwa, natakiwa 85 au 90 yote ukatu. So hiyo ndio ilikuwa sababu ambayo mwanadada Karina alizungumza akiwa na Imelda mwandishi wa habari, ndiye alienda kufanya naye mahojiano. Kwa hiyo baada ya hapo ni kwamba alikuwa anaendelea vizuri, umeona, alikuwa anaendelea vizuri, na yeye mwenyewe Karina alipata mpaka nafasi ya kuzungumza na Imelda vizuri tu, akawa anapiga story, na hapa Imelda alishare baadhi ya picha, akaandika kwamba maskini angejua natafuta namna ya kumwambia naondoka narudi Tanzania kuendelea na majukumu mengine, asingenipa plani za kesho, sijui nitamwambiaje walai. So hii ni kipindi ambacho baada ya Imelda kuzungumza au kwenda kule India kwa Karina wakati anaumwa kumtembelea, ni kwamba alikuwa anapiga story, lakini ilibidi Imelda arudi Tanzania. Lakini sasa ndo hivyo tena, alikuwa mpaka ajui jinsi ya kumwambia ni atamwambiaje kuhusiana na hicho kitu ambacho kwamba alikuwa anatakiwa kurudi Bongo. Lakini kwa chana hilo pia siku ilivyofika ikabidi Imelda bwana amwage Karina, umeona. Kwa hiyo Imelda ilibidi amwage Karina, na ilikuwa ni momenti ngumu sana, maskini ya Mungu. Na yeye mwenyewe Imelda alisema kwamba kiukweli ilikuwa ni changamoto kweli, maana Karina alilia sana, yani alimwaga machozi baada ya kuambiwa na Imelda kwamba yeye anarudi zake Tanzania kuendelea na majukumu, umeona bwana. Na Imelda akaja akatoa taarifa kuhusiana na hali ya Karina akiwa kule India, akaandika kwamba Mungu ni mwema sana, na washukuru wote kwa salamu nzuri sana na maombezi yenu ya dhati juu yangu na Karina. Hakika Mungu ni mwema na nimerejea nyumbani salama kabisa. Hakika New Delhi ilikuwa ni nzuri zaidi kwa upendo na ukarimu wa baadhi ya watu ambao walikuwa wamempokea huko, lakini pia vile vile kwa shida ya aina yoyote ile, kutembea au ugonjwa na unataka kwenda hospitali gani, alieleza hapo kwa baadhi ya watu ambao watakuwa wanahitaji chochote kwa ajili ya kwenda huko India, umeona. Lakini pia at the end of the day ndo hivyo tena, mwanadada Carolina alizungumzia pia, aliweka wazi kuhusiana kwamba bado alikuwa yuko kule India kwa sababu alikuwa bado kidonda chake kilikuwa kibichi baada tu ya kufanyiwa operation, ambapo hapa kuna page Imelda aliandika kwamba mwanadada Carolina almaarufu kama Karina kutoka tasnia ya Bongo Movie nchini bado yupo India, akiendelea na matibabu ya tumbo lilokuwa likimtesa kwa miaka mingi. Akiwa huko amezungumza kuhusiana na kidonda bado ni kibichi, kwa hivyo basi safari ilikuwa bado ya kurudi Tanzania, kutokana na kwamba alikuwa anasikilizia kwanza kidonda kipate afueni, umeona. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Na hata baada ya taarifa za kifo kutangazwa, ni kwamba mwanadada Imelda ambaye ni mtangazaji wa Global TV
ameposti, kwa sababu yeye ndo mmoja kati ya watu ambao ni waandishi wa habari wa pekee ambao walienda kule kwenda kumfanyia mahojiano akiwa India hospitalini. Kwa baada ya Carolina kufariki leo, ni kwamba Imelda ameposti, ameweka picha hapa kupitia ukurasa wake wa Instagram ikiwa inaonyesha hii ni picha na video ikiwa inamuonyesha yeye akiwa anamuaga Carolina wakati anataka kurudi Tanzania, na Carolina alikuwa analia sana. Huyu bidada Karina alikuwa analia sana baada ya kuona kwamba Imelda anamuaga anarudi Tanzania kuendelea majukumu yake ya uandishi wa habari. So hapa Imelda leo ameposti baada ya kifo cha Karina, ameandika kwamba ulilia kwa uchungu sana nisiondoke, kumbe ulijua kwamba hatutoonana tena. Kwa heri shujaa wangu, sina nguvu na kupenda, RIP. Hiyo ndio ujumbe wa Imelda, mwandishi wa habari ambaye alienda kumtembelea Karina kule India. So hiyo ndio ilikuwa safari ya Karina. Hii ndio safari ya mwisho ya Karina mpaka kufikiwa na kifo chake huko India akiwa hospitalini. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.